Mvua hizo zimekuwa chanzo cha foleni ndefu ya magari katika jiji la Dar es Salaam na kusababisha kukwamisha shughuli mbalimbali, hata watu kushindwa kufika kwa wakati katika maeneo yao ya kazi, pamoja na kurejea majumbani nyakati za jioni. Naelekea Muhimbili, kwa hiyo nimejikuta nalazimika tu nipite kwenye maji ili mradi tu niweze kufika, kwa sababu mwanzo nilivyokadiria na nilivyoyaona ni tofauti. Sasa tunaamini serikali inaona. Leo mvua imeharibu sana makazi yetu, na hata hasa sehemu tunapoishi makazi yetu yameweza kuharibika sana. Eneo la Jangwani jijini Dar es Salaam limeendelea kuwa korofi nyakati za mvua kutokana na kujaa maji na kulazimika kufungwa na kupelekea kukosekana kwa mawasiliano kati ya Magomeni na Faya jijini Dar es Salaam. Kama unavyoona sasa hivi hapa Jangwani maji yamejaa mengi, inakuwa watu wanatembea kwa miguu, magari yanapata kwa shida. Kazi kwa kiasi kubwa kukosana na ukosefu wa hili daraja la aina ya flyover. Wangekuwa wametengeneza hili daraja la flyover, sasa hivi tusingekuwa tunateseka. Mabasi kwa sababu tabu natembea kwa miguu, maji ndio hiyo yamefunga. Bi Joyce Makwata ni mchambuzi wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Amesema wananchi wanatakiwa kuzingatia kuwa kipindi hicho ni kipindi cha mvua za masika, hivyo wanatakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya mvua hizo. Kwa ujumla mvua zinatarajiwa kuendelea kama nilivyoweza kuainisha kwamba huu ni msimu wa masika na mpaka sasa bado tunaendelea kupata vipindi vya mvua za masika. Na mvua zimeendelea kunyesha, lakini pia tumeweza kuona vipindi vya mvua kubwa vikijitokeza hususan katika ukanda wa Pwani. Kwa siku hizi mbili zinazokuja tunatarajia kupata vipindi vya mvua, lakini sio zile mvua kubwa ambazo zimekuwa zikinyesha kwa siku hizi chache 2-3 zilizopita. Kwa hiyo wananchi kwa ujumla wanatakiwa watambua, wanashauriwa kuzingatia kwamba huu ni msimu wa mvua katika maeneo haya ambayo nimeweza kuyaainisha. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, kwa sababu mvua hizi zinapotokea hususan vile vipindi vya mvua kubwa vinakuwa vinaambatana na athari mbalimbali. Tunajua watu wamelima, wakati mwingine kunapokuwa na mvua kubwa zinaweza zikaharibu pia mazao ambayo hayahimili mvua kubwa. Lakini pia tunaona kwamba ikawa pia ni manufaa kwa mazao ambayo yanahitaji mvua nyingi. Kwa hiyo zikitumika ipasavyo zinaweza zikawa zina manufaa, lakini pia madhara pia yanaweza kujitokeza hususan vipindi vya mvua kubwa.